Habari msikilizaji wa Imbanasi Radio, ni siku nyingine tulivu kabisa ikiwa ni Jumanne ya Julai 28 mwaka 2026. Ni matumaini yangu mzima kabisa wa afya, na kama hauko sawa basi nikupe pole na Mwenyezi Mungu akurudishe katika hali yako ya kawaida. Na kualika katika kipindi cha Amka na Imbanasi, ambapo hapa nitakusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma zilizopewa uzito kwa siku ya leo, na hapo baadaye nitakusogezea habari za michezo. Ninayekualika katika kipindi hiki, langu jina ni Salome Mlai. Nikuombe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu hii, hapo YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Uweze kusubscribe na kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo tunakuwekea hapa. Na swali la leo hapo YouTube linauliza, ni nafasi gani muhimu zaidi uwanjani? Ni goalkeeper, ni defender, midfielder au ni striker? Piga kura yako hapo, alafu mwisho wa kipindi tutaangalia wengi wanaamini katika nafasi ipi. Moja kwa moja nikianza kwa kukusogezea habari zilizopewa uzito kwenye magazeti ya leo, nikilianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa inasema hoja ya katiba mpya ya pamba moto nchini. Baraza la vyama latangaza msimamo wake likitaka serikali iharakishe mchakato. Lasema baadhi ya vipengele vya rasimu ya Warioba vimepitwa na wakati, vijana wawe kitovu cha mchakato mpya. Habari kamili inaendelea ukurasa wa pili. Tuhuma za ugaidi, Chadema vitani kisheria kuwapigania makada 61 ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Aliyesikia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 6 agusa wengi Muhimbili. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Hii hapa mipango kabambe ya Yanga msimu ujao. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 24. Rais Samia asisitiza kampeni za msaada wa kisheria nchini ni habari inayoendelea ukurasa wa 5. Dhahabu yenye thamani ya bilioni 1 yakamatwa ikipitishwa njia za panya. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Naliangazia gazeti la Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine. Habari kubwa inasema katiba mpya, Nchimbi akoleza moto, kauli yake yafafanua mjadala, ya kumbusha ahadi za Rais Samia na ilani ya CCM. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Madini yaibuka tegemeo jipya, Tanzania kuwa kitovu cha bidhaa na juhudi za maadili kusini mwa jangwa la Sahara. Mapato ya serikali yafikia shilingi trilioni 1.4, mchango wa GDP wapanda hadi 10.1%. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Teknolojia itawaokoa waamuzi wetu ni habari ya michezo inayoendelea ukurasa wa 24. Balozi Nchimbi hajauma maneno aungwe mkono. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 7. Lisu mkuu wa gereza watoa na jasho ni habari inayoendelea ukurasa wa 5. TANESCO yafungua ukurasa mpya matumizi ya umeme. Habari inaendelea ukurasa wa 12. Mgodi wazua hofu katikati ya makazi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 11 kwenye gazeti la Jamhuri. Tunaanzia wanapoishia wengine. Naliangazia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari iliyopewa uzito hapa inasema orodha ya wanufaika Samia Scholarship sasa hadharani. Ni wale waliofanya vizuri watakaosoma vyuo vya ndani. Nje waanikwa, ni mpango ulioanzishwa kwa maelekezo ya Rais Samia. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Balozi Omar afanya mkutano wa kimkakati Uingereza ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Watoto 7 waanza kusikia kwa mara ya kwanza Muhimbili National Hospital. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Zanzibar Uswisi kuendelea kuimarisha ushirikiano ni habari inayoendelea ukurasa wa 6. Ndejembi ashuhudia mkataba wa bilioni 204.7. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Wazee wa mila wataka ukeketaji ukomeshwe ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Iran na Marekani zasitisha mapigano ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Na kukosa muda wa kupumzika kunachangia msongo wa mawazo ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Nikipita na ujumbe wake, Daudi Julius anasema dada, habari za asubuhi. Habari za asubuhi ni njema kabisa. Anasema nafurahi kukuona nikiwa hapa Spain. Ni kweli Shalulile Jangwani au kiki tu?
Shalulile jamani, si alishatambulishwa huko? Njoni mnisaidie kujibu. Shalulile yuko wapi? Naliangazia gazeti la Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Habari kubwa inasema Samia asaka rekodi mpya katika nishati. Baada ya rekodi ya tangu uhuru, rekodi nyingine mbioni ni ile ya megawati 4,500. Sasa atafuta nyingine ya megawati 8,000. Waziri atetea vyanzo mseto, mradi Kishapu ukiendelezwa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Dhahabu ya bilioni 1.2 yanaswa Dar es Salaam, mhusika ahojiwa. Mavunde ataja utoroshaji wa madini udhibitiwe. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Rais Dr. Samia ataka uadilifu, ushirikiano, matokeo kazini. Hawaapisha viongozi aliowateua, asema ... Habari inaendelea ukurasa wa 2. Samia scholarship ya shusha neema kwa wanafunzi 1,050, kati yao 50 kusoma nje ya nchi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Chadema Kilwa waibua mapya ubabe wa viongozi wao. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Serikali yatangaza nafasi za kazi 494, mwisho wa maombi Agosti 6. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Tanzania Leo. Ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu hii, uweze kusubscribe na kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo tunakuwekea hapa katika channel yetu. Nikipita na ujumbe wake, Enjo anasema mamangu nafurahi kukuona, natumaini mzima kabisa. Niko mzima kabisa, Mungu ni mwema. Anasema Yanga kiboko kabisa, walishapita na Shelulile. Daudi Julius, nadhani ujumbe umeupata. Kasha sainiwa kabisa huko, yupo Young Africans. Naligeukia gazeti la Tanzania Leo, sauti ya gazeti la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Habari kubwa inasema Dr. Samia aagiza uadilifu, ushirikiano na matokeo, awapisha viongozi wapya na kutoa maelekezo. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Madini ya bilioni 1.2 yakamatwa yakitoroshwa Dar es Salaam, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Serikali kuendeleza ushirikiano na taasisi za kidini. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Maonesho makubwa ya elimu kufanyika Arusha na Mwanza. Habari inaendelea ukurasa wa 5. Serikali yawapa wanafunzi 1,050 ufadhili wa Samia scholarship. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Serikali ya Samia ilivyoweka nguvu huduma za jamii Malinyi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 6 kwenye gazeti la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Naligeukia gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa kwenye gazeti hili inasema muuaji wa kimya kimya ni homa ya ini. Wataalamu waeleza unavyoingia kwenye mwili wa binadamu kuleta madhara. Watajwa kinara wa vifo, mbinu za kujikinga za tajwa, watu wenye umri huu hatarini zaidi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Milioni 2.4 takriban idadi hii ya Watanzania wanaishi na maambukizi ya virusi vya homa ya ini. Kuna nukuu hapa inasema kinga ndio silaha kubwa. Ukipata chanjo ya homa ya ini mapema, unajikinga maisha yote dhidi ya maambukizi mapya. Chanjo kwa hapa Muhimbili haizidi shilingi 10,000 na kipimo ni kati ya shilingi 9,000 hadi 10,000. Naamini pia hospitali zote za rufaa zinatoa chanjo hizi. Mwisho wa kunukuu, na nukuu hii ni kutoka kwa Dr. Swalehe Pazi, mtaalamu magonjwa ya ini. Dalili za awali miezi 16, mwathirika kupata homa ya kiwango cha chini, kukosa hamu ya kula na kichefuchefu, mwathirika kuhisi ana uchovu usiokuwa kawaida na maumivu ya tumbo eneo la ini, kuhisi maumivu ya kichwa na mkojo kuwa njano iliyokolea au kahawia. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Macho masikio NEC ya CCM ikikutana Zanzibar, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Ndugu familia wanavyotafuna mshahara wako. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 22. Athari kutumia simu kumtuliza mtoto anayelia, ni habari inayoendelea ukurasa wa 10. Safari ya Kanali Idi Kipingu kupika kizazi cha dhahabu. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 20 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania kwa Jumanne ya leo.
Naligeukia gazeti la Uhuru ukweli daima. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema Rais Samia ahimiza kulinda muungano, aelekeza changamoto zinazojitokeza zipatiwe ufumbuzi kwa ushirikiano. Pia ataka Wizara ya Katiba na Sheria kuendelea kuimarisha upatikanaji haki. Habari kamili inaendelea ukurasa wa pili. Wanafunzi vipanga 1050 waula Samia Scholarship, kati yao 50 kugharamiwa masomo nje ya nchi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Balozi Omar ainadi Tanzania kimataifa ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Mapacha 5 njiti wazaliwa wafariki dunia. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 6. Madini ya bilioni 1.2 yakamatwa ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Rais Dr. Mwinyi aihakikishia Kenya ushirikiano kibiashara. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Uhuru ukweli daima. Ombeni Mnyama anasema hello, good morning madam. Hi Ombeni, good morning to you. Anasema tupo pamoja hadi tamati. Wanayanga, oye. Haya sasa, ninachowapendeaga Wanayanga bwana, yani wakisalimia lazima wajitambulishe. Lazima wawasalimie Wanayanga wenzao. Wale wengine sasa wanasubiri mpaka ushindi. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari kubwa inasema Samia atakakasi miradi reli bandari, aagiza tathmini biashara ATCL, usimamizi muungano, ahimiza uadilifu, huduma kwa wananchi, maslahi ya nchi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 7. 1050 waula ufadhili wa Samia, 58% watoka shule za serikali. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Dhahabu ya bilioni 1.2 ya dakwa ikitoroshwa Dar es Salaam ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Bilioni 204 kuzalisha megawati 100 umeme jua. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Madaktari wafunguka tatizo la kusahau. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Askari waliomwokoa mtoto aliyeibwa watuzwa. Ulega, miradi ya maendeleo ni mali ya wananchi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti la Raia Mzalendo ukweli na uwazi, habari kubwa inasema Molel awaita kanda ya Ziwa Kaskazini maonesho ya elimu yatafanyika Julai 28 mwaka 2026. 4 Points by Sheraton jijini Arusha. Julai 30 yatafanyika Rock City Mall Mwanza. Wanafunzi 1113 wafikiwa Zanzibar, Dodoma na Dar es Salaam. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Muhimbili Mloganzila yaendesha kambi upasuaji wa nyonga, magoti na mabega ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Waziri wa fedha afanya mkutano wa kimkakati jijini London. Akutana na afisa mtendaji mkuu wa Citibank ni Akin Dawodu anayesimamia eneo la Afrika Kusini. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Raia Mzalendo ukweli na uwazi. Mtanzania Leo, kazi ni kipaumbele chetu, ni gazeti jingine ninaloangazia macho kwa sasa, na habari kubwa hapa inasema Global Education Fair 2026 yazidi kutoa fursa kusoma nje ya nchi. Zaidi ya wanafunzi wazazi 1113 wafikiwa Zanzibar, Dodoma na Dar es Salaam. Maombi 209 ya udahili yawasilishwa, 80 wadahiliwa hapo. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Tanzania na Citibank kuimarisha ushirikiano wa kimkakati. Waziri wa fedha afanya mkutano wa kimkakati jijini London ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Tanzania yaeleza ushirikiano na wadau wa kimataifa kuhifadhi Ngorongoro ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Mkataba wa shilingi bilioni 204.7 mradi wa umeme wa jua megawati 100 Kishapu wasainiwa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5. Serikali kuwapeleka wanafunzi bora 50 nje ya nchi kusomea AI ni habari inayoendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Mtanzania Leo, kazi ni kipaumbele chetu. Naliangazia gazeti la Mwananchi Huru Tanzania, habari kubwa inasema Global Education Link yaja na maonesho elimu Mwanza Arusha. Arusha yatafanyika Julai 28, 4 Points by Sheraton. Mwanza yatafanyika Julai 30, Rock City Mall. Global Education Fair yazidi kutoa fursa kusoma nje. Wanafunzi 1113 wafikiwa Zanzibar, Dodoma na Dar es Salaam. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Waziri wa fedha afanya mkutano wa kimkakati na mtendaji mkuu Citibank. Benki hiyo imeahidi kuendelea kushirikiana na Tanzania ni katika kuyafikia masomo ya kimataifa ya mtaji. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Wanafunzi 1050 kitaifa kunufaika program Samia Scholarship.
Habari hii inaendelea ukurasa wa 5. Ubalozi wa Tanzania UNESCO akutana na mwakilishi jukwaa la vijana. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Mwananchi Huru kwa Jumanne ya leo. Naligeukia gazeti la Biashara Leo kwa Jumanne ya leo Julai 28. Habari kubwa inasema habari kubwa inasema Global Education Fair yazidi kutoa fursa ya masomo nje. Global Education Link yaja na maonesho elimu Mwanza na Arusha. Arusha yatafanyika Julai 28 4 Points by Sheraton. Mwanza yatafanyika Julai 30 Rock City Mall. Wanafunzi 1113 wafikiwa Zanzibar, Dodoma na Dar es Salaam. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Waziri wa fedha afanya mkutano wa kimkakati na mtendaji mkuu Citibank. Benki hiyo imeahidi kuendelea kushirikiana na Tanzania ni katika kuyafikia masoko ya kimataifa ya mtaji. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Wanafunzi bora 1050 kitaifa kunufaika na programu ya Samia Scholarship ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Rais Samia awaapisha wateule nafasi mbalimbali. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Biashara Leo. Gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, habari kubwa inasema Samia awaonya viongozi, ataka kutoa matokeo wafanyakazi kwa uadilifu na uwajibikaji. Awafunda wateule wake na kusema kuwa hatua hiyo ni ishara ya imani ambayo serikali imewawekea na kwamba sasa wanapaswa kuthibitisha uwezo wao kwa vitendo. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Dhahabu ya bilioni 1.2 ya naswa. Mavunde asema kilo 4.4 za kamatwa Kiluvya. Wakwepa kodi waikosesha serikali bilioni 100. Mapato ya sekta yafikia trilioni 1.393. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Tanzania Citibank za kubaliana kuimarisha ushirikiano kimkakati ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. TANESCO ya saini mkataba bilioni 204.7 mradi wa umeme. Ndejembi asema megawati 150 zitazalishwa baada ya kukamilika kwa awamu 2. Serikali yaongeza kasi ya uwekezaji katika nishati jadidifu. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Maonesho makubwa ya elimu kufanyika Arusha na Mwanza ni habari inayoendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na aliangazia gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Habari kubwa inasema Rais Samia aagiza uadilifu kwa viongozi, ni wateule aliowaapisha jana, awataka kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, ushirikiano bila upendeleo, wakitanguliza huduma kwa wananchi na maslahi kwa taifa. Aiagiza ofisi ya makamu wa rais kuimarisha usimamizi wa masuala ya muungano na kuhakikisha changamoto zinazojitokeza zinatatuliwa kwa ushirikiano. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Tanzania Citibank kuimarisha ushirikiano wa kimkakati ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Dhahabu ya bilioni 1.2 ya kamato ikitoroshwa. Waziri Mavunde atoa rai kwa wananchi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Ndejembi ashuhudia utiaji saini mkataba wa bilioni 204.7 za mradi wa umeme wa juu wa Kishapu. Ni habari inayoendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Gazeti la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania, habari kubwa inasema Dr. Nshara mhadhiri kupewa kesi ya ugaidi inachafua nchi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Dhahabu ya zaidi ya bilioni 1 ya kamato ikitoroshwa. Waziri Mavunde ataka mnyororo wote wa utoroshaji wa madini hayo udhibitiwe. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Twiga Stars yaitungua Afrika Kusini bao 2-1 WAFCON. Umeme wa juu Kishapu awamu ya 2 kuiongeza Tanzania megawati 100 nishati jadidifu. Waziri Ndejembi asema ni alama ya miradi ya kielelezo nchini. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Taasisi za umma zatakiwa kutokuwa kikwazo kwa wawekezaji ni habari inayoendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Tanzania Yetu, fahari ya Tanzania. Yes, gazeti hili la Tanzania Yetu linanipa fursa ya kupata mapumziko.